Seneta mmoja nchini Marekani amefichua uongo wa Trump kuhusu vita vya Iran. Seneta huyo wa Marekani amefichua kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ni mtu muongo, hasa anapoizungumzia vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mark Warner, seneta wa Marekani, amekiri kwamba hakuna tishio lolote linalokaribia kutoka kwa Iran dhidi ya Marekani ama Israel. Mark Warner, seneta wa chama cha Demokrasia ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa kamati ya habari usalama ya Seneti, amesema katika mahojiano ya Julai 19 kupitia televisheni ya CBS News kwamba akiwa mjumbe wa kundi la watu 8 ambao ni viongozi 8 wakuu wa bunge walio na uwezo wa kupata habari za kijasusi za kiwango cha juu zaidi, anaweza kusema wazi kwamba hakukuwa na tishio lolote la karibu dhidi ya Marekani kutoka kwa Iran. Amebainisha kuwa makombora ya dola milioni 2.5 yanayotumiwa kuangusha ndege zisizokuwa na rubani za Iran zenye thamani ya dola 50,000. Wana amekiri kwamba Marekani inashindwa kabisa kupunguza uwezo wa makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Iran, na kwamba Marekani inatumia fedha nyingi kwa ajili ya mapambano dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akiashiria kwamba vita dhidi ya Iran vilianza bila mpango, na amesema ikiwa mtu atazingatia lengo kuu lililotangazwa rasmi na utawala wa Marekani la kutaka kubadilisha utawala wa Iran, wale walio madarakani kwa sasa nchini Iran ni wabaya zaidi kuliko watangulizi wao. Wana anasema kwamba afadhali wakati wa Ayatollah Al-Khamenei na wale wote waliouawa kuliko wakati huu wa hawa viongozi waliopo. Hawa ni viongozi ambao kimsingi wamekuwa na majeraha mazito katika mioyo yao, na hata wananchi wao nchini Iran wamekuwa na majeraha zaidi kutokana na kuuliwa kwa ndugu zao, lakini pia kujeruhiwa wao wenyewe, kadhalika na kujeruhiwa baadhi ya ndugu zao. Na hivyo jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran linalazimika kwa njia yoyote kupambana kwa namna ya kipekee ili kuilinda nchi hiyo dhidi ya kile wanachokita ni dhulma zinazofanywa na Marekani na Israel. Seneta Wana amesisitiza kwamba hakuna maendeleo yoyote yaliyopatikana katika kufikia madini ya urani yaliyorutubishwa ya Iran, jambo linalohitaji wanajeshi 15,000 kuwa katika ardhi ya Iran, lakini hakuna mtu yeyote aliyetayari kufanya hilo. Kuingia katika ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni jambo gumu mno kutokana na jiografia ya nchi hiyo. Hizo zinatolewa na mmoja wa maafisa wenye ujuzi mkubwa wa idara ya ujasusi ya Marekani, zinazopingana wazi na madai ya Trump kuhusu sababu za kuanzisha vita na Iran, yaani tishio lililokuwa karibu kutokea. Mnamo tarehe 28 Februari mwaka 2026, Rais Donald Trump wa Marekani alianzisha operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kwa kisingizio cha kuondoa tishio lililokuwa linakaribia. Hata hivyo, Wana ambaye ni makamu mwenyekiti wa kamati ya Seneti ya ujasusi na anayepata taarifa za kijasusi za karibu zaidi, anasisitiza na kusema kuwa sikuona taarifa yoyote ya kijasusi iliyoonyesha kuwa Iran ilikuwa karibu kufanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya Marekani. Amesisitiza kuhusiana na hili kuwa tishio dhidi ya Marekani halikuwa karibu kutokea, kwa hivyo kuweka vikosi vya kambi za eneo katika hatari ulikuwa ni uamuzi binafsi wa Rais Donald Trump na sio hatua ya kukabiliana na tishio halisi. Jambo la msingi ni kwamba Wana alifanya ukosoaji wa kupinga vita si tu katika miezi ya mwisho ya vita, bali siku chache tu baada ya kuanza kwa vita hivyo, yani tarehe 1 Machi mwaka 2026. Kusisitizwa msimamo huu na afisa mwandamizi wa idara inayopokea taarifa za kijasusi kuna sheria kuwa madai ya tishio la karibu yaliyotiliwa shaka kubwa na jamii inayoshughulikia masuala ya ujasusi ya Marekani halikuwa na ukweli. Suala muhimu ni kwamba ikiwa tishio la karibu ndicho kilichokuwa kisingizio cha Trump kuanza vita dhidi ya Iran, basi malengo halisi ya vita yalikuwa ni yapi? Wana amebainisha kuwa utawala wa Trump ulitumia wiki 2 katika kufafanua malengo yake ambayo yalijumuisha kubadilisha utawala, kutoa urani iliyorutubishwa ya Iran, kudhoofisha uwezo wa Iran wa makombora na ndege zisizokuwa na rubani, pamoja na kulinda usalama wa mlango wa bahari wa Hormuz. Na hata hivyo, baada ya miezi 5 ya vita visivyokuwa na tija dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilivyosababisha vifo na majeraha mengi kwa wanajeshi wa Marekani, uharibifu mkubwa wa vituo vya kijeshi na vifaa vya kijeshi vya Marekani, na gharama zinazofikia takribani dola bilioni 100, hakuna hata lengo moja kati ya hayo yaliyofikiwa.
Kuhusu suala la mabadiliko ya utawala nchini Iran, wamekiri wazi kwa msingi wa fikra za Wamarekani kwamba wale walio madarakani sasa ni wabaya zaidi kuliko utawala uliopita. Na kuhusu urani iliyorutubishwa nchini Iran, bado inahifadhiwa vilivyo chini ya ardhi, ambavyo kuiondoa huko kunahitaji wanajeshi wasiopungua 15,000 na nchi kavu na kwa muda wa wiki moja. Kuhusu uwezo wa Iran na wa makombora na ndege zisizokuwa na rubani, wamesema wazi kuwa tumefeli kabisa kuhusu suala hili. Zaidi ya hayo, tofauti ya gharama katika kukabiliana na makombora na ndege zisizokuwa na rubani za Iran ni ishara ya kufeli kimkakati kwa Marekani. Hatimaye, kuhusu matokeo ya kufungwa kwa lango la bahari la Hormuz, amebainisha kuwa bei ya petroli huko Virginia ilikuwa ni dola 2.81 kabla ya vita dhidi ya Iran, ambapo sasa imefikia dola 4 kamili. Matamshi ya Mark Warner yanachukuliwa ya maana sana kwa sababu yeye si mchambuzi wa nje, bali ni mmoja wa maafisa wachache walio na uwezo wa kufikia viwango vyote vya taarifa za kijasusi nchini Marekani, na amedumisha msimamo wake wa kukosoa siasa za Trump tangu mwanzo kabisa wa vita dhidi ya Iran. Wakati seneta mkuu aliye na hadhi ya kufikia kiwango cha juu zaidi cha habari za kijasusi nchini Marekani akisisitiza mara kwa mara hakukuwepo na tishio la karibu, malengo yaliyotajwa ya vita hayajafikiwa, na mapendekezo ya wataalamu kuhusu kupunguzwa gharama za vita yanapuuzwa. Vita hivi, kabla ya jambo lolote, vinakuwa ni vita vya kujitakia na sio vya dharura. Vita vinavyochochewa kutokana na mambo kutiwa chumvi kupita kiasi, kuhusu vitisho au makosa ya tathmini, vita ambavyo vinagharimiwa na roho za askari wa Kimarekani, kuvuruga usalama wa Mashariki ya Kati na kodi za raia wa Kimarekani. Bila shaka haya yote yanahudumia maslahi na malengo ya utawala wa Israel, ambapo Trump ameahidi kulinda kwa gharama yoyote ile na kujitolea kikamilifu kutetea maslahi yake binafsi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News.